Banu Israil, wana wa Israil ni wale watoto au ni kizazi cha Nabii Yaqub, ambapo Nabii Yaqub alipata watoto 12 ambao ndio wanaoitwa asbat. Watoto wale 12 kila mmoja alikuwa na kizazi chake. Yusuf amepata kizazi chake, Lawi kizazi chake, Binyamin kizazi chake, na wengine wale 12. Kwa hiyo kizazi kile ndicho kinachoitwa wana wa Israil, yani watoto wa Israil ambayo ni Yaqub. Kwa hivyo wanaotokana na kizazi hicho ndio wanaoitwa wana wa Israil. Swali, je, hawa walioko leo hapa duniani ni wana wa Israil au tulibadilishe? Je, hicho kizazi kipo? Je, hicho kizazi cha wana wa Israili kipo? Jawabu, taban kitakuwa kipo. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia historia ya wana wa Israili walivyokuwa wakiishi, ni watu waliokuwa wakiishi kwa kujitenga, wakioana wenyewe kwa wenyewe. Sasa watu wanaojitenga na kuoana wenyewe kwa wenyewe ni wepesi kubakia, hawawezi kufutika wote. Kama vile unavyoona masharifu, kizazi cha mtume leo kimebaki. Kwa nini kimebaki? Kwa sababu masharifu waliishi kujitenga, walikuwa wakioana wenyewe kwa wenyewe, walikuwa hawakubali kuoa nje ya asiyekuwa sharifu. Kwa hiyo mimi ninaamini kabisa kwamba mabaki ya wana wa Israili yapo. Swali la tatu, je, wote walioko pale Israili ni kweli ni wana wa Israili? Jawabu la. Wale ambao zimethibiti au imethibiti nasabu yao, shajara yao, hao ni wana wa Israili. Lakini ambao haikuthibiti, ni watoto wa zinaa tu waliozaliwa, la, hawezi kuwa wana wa Israili. Pointi nyingine, je, Mayahudi na Waisraeli wote ni watu aina moja? La, tofauti. Bainahuma umumun wa khususun min wajhi. Sio Waisraeli wote ni Mayahudi, sio Waisraeli wote ni wafuasi wa Nabii Musa. Wako Waisraeli ni wafuasi wa Mtume Muhammad, yani ni Waislamu. Wako Waisraeli ni wafuasi wa Nabii Isa, yani ni Wakristo. Wako wana wa Israeli wenye dini tofauti, na wako wana wa Israeli Mayahudi. Kwa hiyo si kila Muisraeli ni Myahudi, la, wako Waisraeli ambao sio Mayahudi. Mazayuni, ama kuhusiana na Mazayuni, Mazayuni ni akina nani? Mazayuni ni fikra ambayo imetokea kwa Mayahudi. Lakini je, ni Mayahudi wote ni Mazayuni? La. Baadhi ya Mayahudi ndiyo Mazayuni, ambao mikakati yao mikubwa ni nini? Ni kuitawala dunia, na makao yao makuu yawe ni Palestina. Makusudiwa ni kuitawala dunia na makao makuu yawe Palestina. Kwa nini Palestina? Kwa sababu Palestina pana uhalisia fulani wa kuishi babu zao na wa kuishi mtume wao Musa. Kuna uhalisia fulani, na ndiyo maana walipokaa kwenye vikao vyao Wazayuni walifikiria kuja Tanzania. Wakaona Tanzania hakuna kinachowaunganisha na Uyahudi. Wakafikiria kwenda Uganda, lakini wakaona hakuna kinachowaunganisha na Uganda. Mwisho wakaona wajikite Palestina, kwa sababu kuna aina fulani ya mahusiano kati ya Uyahudi na Palestina. Kwa hiyo Wazayuni ni fikra ya kuwatawala walimwengu na kuwaendesha watu wote duniani, na watu wote kuwa watumwa wao, na makao makuu yao Palestina. Kwa nini? Kwa sababu pana asili ya Uyahudi kidogo, lakini pia utajiri wa dunia uko Mashariki ya Kati, ambapo utajiri mkubwa ni mafuta na ni gesi na ni madini.
Leo hii pamoja na sayansi na teknolojia tuliyokuwa nayo duniani, lakini bado 90% au 90 kwenye kuendesha viwanda duniani kunahitajia mafuta. Yako wapi? Yako Mashariki ya Kati. Na ndiyo maana Mayahudi wenyewe walioko Marekani na walioko Israeli hawakubaliani na serikali ya Israeli kwenye kutawala Palestina, hawakubaliani. Wako Mayahudi wanaoona huu ni uvamizi uliofanywa, na ndiyo maana Mayahudi walioko pale wametolewa Afrika, wametolewa Ulaya, wametolewa Marekani, wametolewa Urusi kwa ajili ya kukamilisha au ya kutenda au ya kufanya mission ya Wazayuni, ambayo ni kutawala ulimwengu na dunia kwa kupitia mali zilizoko Mashariki ya Kati.